Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni Novemba 29 hadi Disemba 5. Tukienda kuliangazia somo la 10 la robo hii ya 4 mwaka 2025. Katika robo hii tumekuwa tukijifunza masomo yanayosema mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Na juma hili tunaenda kuiangazia mada nzuri semayo Yoshua wa kweli. Hii ni Sabato mchana. Mwandishi anasema soma kwa ajili ya somo la juma hili kitabu cha Paulo, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korintho sura ile ya 10 aya ya kwanza hadi 13, Mathayo sura ya pili ya 15, Yoshua 1 aya ya kwanza hadi ya 3, Matendo sura ya 3 aya 22 hadi 26, Waebrania sura ya 3 aya ya 7 hadi Waebrania sura ya 4 aya 11, na mwisho ni waraka wa pili wa Paulo kwa Korintho sura ile ya 10 aya ya 3 hadi ya 5. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya 11. Neno la Mungu linasema, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Katika kitabu cha Yoshua yapo maoni kwamba maisha ya mhusika wake mkuu yanaelekeza mbali zaidi na hayo maisha yenyewe, hadi kwenye uhalisia ambao ni mkubwa zaidi kuliko mtu huyo mwenyewe. Tunaiona kanuni hii katika Biblia yote, kama vile katika nchi ya Kanaani, ishara ya tumaini letu la milele katika nchi mpya. Tena, bila shaka, huduma ya patakatifu pa kidunia ilielekeza kwenye uhalisia mkubwa zaidi. Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu. Waraka kwa Waebrania sura ile ya 9 ya 11. Lakini swali linazuka, Yoshua anaelekezaje kwenye utimizwaji wa wakati ujao? Tunawezaje kuwa na uhakika kwamba tafsiri hiyo ya kitabu ni halali? Je, ni kanuni zipi za kibiblia zinazodhibiti matumizi ya kitabu cha Yoshua kwenye uhalisia wa Agano Jipya na matukio ya nyakati za mwisho? Juma hili tutaangalia kanuni za ufasiri wa kibiblia kuhusu taipolojia na au uainishi. Tutajifunza jinsi Biblia yenyewe ilivyo na viashirio vya uainishi na jinsi maisha ya Yoshua yanavyofananisha huduma ya Masihi na kuelekeza kwenye ishara iliyotimizwa katika kanisa na vile vile katika utimilifu wa historia ya mwanadamu. Soma somo la juma hili ukijiandaa kwa Sabato ya Disemba 6. Jumapili, Novemba 30, tutajifunza mada isemayo uainishi wa kibiblia. Jumatatu, Disemba 1, mfano halisi. Jumanne, Disemba 2, Yoshua mfano. Jumatano, Disemba 3, Yoshua wa kweli, yeye aliye halisi. Alhamis, Disemba 4, Yoshua na sisi. Ijumaa, Disemba 5, jifunze zaidi. Pendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni Disemba 29, tukianza na Sabato mchana. Na hili ni somo la 10 lisemalo Yoshua wa kweli. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Karibu katika juma hili tujifunze zaidi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.